Naam, habari za wakati huu. Leo hii tumekutana tena, natumai ubuheri wa afya. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa uhai, pili wazazi wangu na jamii kwa ujumla, lakini pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Amiri Jeshi Mkuu ndugu Daktari Samia Suluhu Hassan. Bana, leo nimekuja kwa mara nyingine tena kuweza kuzungumza machache. Kuna mahali nimeweza kupita nikakuta watu wakizungumza mambo ya kijiweni, stori za kijiweni. Bahati mbaya unasema nzuri, nikaweza kusikia baadhi ya maneno ambayo wamekuwa wakizungumzia. Ilikuwa ni juu ya hiki hapa, kwamba kwa nini mgonjwa anapokuwa amefika hospitalini anaombwa hela ya kuweza kumuona daktari. Sehemu nyingine ni shilingi 5,000, sehemu nyingine shilingi 10,000, ili hali daktari analipwa mshahara na serikali, lakini pia huyu mgonjwa kwamba anafanya pia malipo ya vipimo na dawa, inabidi afanye malipo. Lakini nikaweza kufuatilia nikagundua kuwa hawa ni watu ambao zaidi wanakuwa hawana bima ya afya, ndio wanapaswa kutoa hela kwa daktari, lakini pia vipimo na kila kitu inabidi walipie. Lakini sikuishia hapo, nikawa nimewajibu majibu ya juu, lakini nikaenda kufanyia kazi swala hili. Hivyo basi nimekuja hivi niweze kuwatoa hofu, maana wao walikuwa wakizungumza hadi maneno ambayo ni potofu kabisa, hayafai hata kusikiwa katika sehemu hii. Hivyo basi nitaka niwatoe hofu tu kwamba kwanza kuna wagonjwa ambao wakishamuona daktari huwa wanahisi kabisa kupona, matumaini yanakuja, kwa sababu hawa watu madaktari ni watu ambao kwanza wana wito, lakini pia wamejengwa, wametengenezwa kuweza kusaidia watu. Hivyo basi hata ile hela ambayo inatolewa kwamba ni ya kumwona daktari haiendi kwa daktari moja kwa moja, isipokuwa ina shughuli nyingine kabisa tofauti na kusema kwamba ni hela ya daktari, ila ule tu ni msemo. Ile hela ina matumizi mengi kabisa ya muhimu ambayo nakuja kukupatia muda huu. Kwanza ifahamike kwamba kuendesha hospitali ni gharama sana. Ni gharama kiaje? Leo hii ukipewa uweze kuisimamia hata siku moja ama wiki mbili ama mwezi, leo utakimbia. Kwanza fikiria matumizi makubwa sana ya vifaa vya kazi ambavyo wanafanyisha kazi pale maeneo ya kazi. Kwa mfano, tomografia ya kompyuta tunazoea kuita CT scan, lakini ni computed tomography. Hii inatumia umeme. Fikiria kuhusu upigaji picha kwa mfumo wa SMART, tumezoea kuitwa MRI, lakini ni magnetic resonance imaging. Kuna kitu kinaitwa ultrasonography ama ultrasonography, tumezoea kuita, lakini ni ultrasound. Lakini pia kumbuka kuna x-rays. Hizi zote zinatumia umeme. Mfano, daktari anafanya kipimo cha electrocardiogram, echo ama ECG, ambacho ni kipimo cha moyo. Kumbuka kipimo cha spirometry, kipimo cha mapafu. Hizi zote zinatumia umeme bro. Kwa hiyo unatembea mwingi sana. Hii kwa ni moja. Pili, kuna vifaa vingine ambavyo unakuta hata hospitali havipo, lakini vinatakiwa kuwepo. Kwa muda mwingine hata vinaagizwa kwa gharama. Tatu, tunapaswa kuwa na wifi muda wote, ili kuwezesha wafanyakazi wa taasisi hizi za afya kuweza kupata taarifa muhimu, lakini pia kuweza kushare taarifa muhimu. Kwa hiyo wifi, yani wireless fidelity, inapasa iwepo katika maeneo haya ya kufanyia kazi kwa hawa wataalamu wa afya, ili kuwezesha kuweza kushare taarifa. Lakini pia kuna usafi katika hospitali. Kuna usafi ambao ni
ni ule mkubwa na wa general, lakini pia kuna usafi ambao ni specific time. Na maanisha kwamba ndani ya masaa 24 usafi unapaswa kuwepo katika mazingira ya hospitali ili kuweza kuvutia hata wateja wanapokuwa wamekuja pale. Maana kuna mazingira mengine mtu anaweza kafika lakini kukuta mazingira sio conducive, unaweza akaondoka. Lakini mazingira yakiwa ni rafiki, mazingira ni safi, inafaa sana. Sasa mazingira katika maeneo ya hospitali yanafaa kuwa nadhifu muda wowote. Pengine kuna watu ambao wameajiriwa kufanya kazi kila siku, lakini pia kuna ambao wanafanya kazi tu as emergency, yani kama emergency inapokuwa imetokea, sasa wanalipwa. Haya yote ni machache tu ambayo nimekupatia kwamba hii hela si kwamba inaenda moja kwa moja kwa madaktari, bali inabaki kwa taasisi ili kufanya matumizi kadhaa. Kitu tu pekee ambacho tunaweza kuwasisitiza raia ni kwamba hawa wauguzi na madaktari huwa wanafanya kazi kubwa sana juu ya maisha yetu, yaani wanacheza na roho zetu. Kwa yafaa tuwaunge mkono na sio kuwaletea maneno ambayo hayafai na hayajengi. Na baada ya hapo sasa niwasisitize kuwa unapokuwa na shida yoyote ile ya kiafya, tafadhali nenda kwa daktari umuone, lakini sio mtaani. Utafanya naye consultation, utapimwa vital signs kama pressure, lakini pia utapimwa air tract breathing rate na utapata ushauri na mengine. Mimi nimekupa machache tu. Asante sana.